Mkaguzi msaidizi wa polisi Ali Alijai, ambaye pia ni DTO wilaya ya Mbinga, amewatembelea katika maeneo yao ya kazi madereva mbalimbali wa vyombo vya moto, wakiwemo madereva na wasimamizi wa marori ya mizigo. Amepata nafasi ya kuwasikiliza na kujibu maswali yao kuhusu changamoto za barabarani, lakini pia ametoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya barabara. Amesisitiza kuheshimu na kutii sheria pasipo shuruti, lakini pia amekemea wale wamiliki au madereva wa vyombo vya moto wanaoweka plate number bandia kwenye magari yao badala ya plate number halisi iliyosajiliwa na serikali. Ndio, karibu. Asante sana. Mimi shida inayonipa shida moja tu. Kuna mwingine traffic au polisi. Ana safari zake. Akikuona wewe upo mbele, anakusimamisha. Sawa, mahali penyewe sio pa kusimama. Sawa. Sasa anapokuja kusimamisha pale mahali pengine kwenye kona kama kwa helicopter pale, sawa? Wewe umetoka ghafla unakutana naye. Na hiyo mwenye safari zake anakusimamisha. Sasa pale ukikataa ukisema labda ukatoka kusimama pale, anakuambia umekosa, ilibidi usimame. Itakuwa ni halali? Asante. Mimi nashukuru. Jamani mimi niseme tu kwamba kwa dereva wote ambao yuko vizuri, yuko safi. Sawa, asisimame sehemu ambayo ni hatari kwake. Sawa? Nenda kwa mbele mbona afande kweli mnisimamisha, lakini kwa hapo uliponisimamisha mkuu sio sahihi. Sio sawa. Naweza kusababisha usalama kwangu mimi au breki zangu au chochote. Sawa wazee? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Mimi sidhani kwamba watu wote ni weledi. Kina mimi wote mbona weledi mkubwa sana. Unaweza kufanya utumbo kweli? Ni sahihi hapa. Kufanya mambo. Hapana, labda niongezee kitu kimoja. Sawa? Ndio matumizi sahihi ya nini? Sawa. Kwamba inatakiwa sasa unapotoa ishara, kwamba matumizi ya ishara na taa, sawa? Unatoa matumizi sahihi, sawa? Wewe ulikuwa unaonesha unaingia kwa Hinju, si ndivyo? Sawa? Kwamba unaenda Rusonga, lakini indicator unaonesha unaenda wapi? Manzese. Inatokea sana hiyo, inakuwa ni shida, si ndivyo? Kwamba tayari wenzako ama watumiaji wengine wa barabara utaweka kwenye mkanganyiko, watashindwa kuelewa kwamba unaenda wapi. Kwa ina maana kwenye matumizi ya ishara na taa inatakiwa muwe makini sana. Tunasisitiza kwamba vyombo vyenu vya moto mara nyingi kabla hujaanza safari ukague kwanza, sawa? Kwamba je, taa zinafanya kazi? Mifumo yote inafanya kazi? Tunaelewana? Jambo lingine sasa, huyu mwenzetu mbavu mbili, sawa? Wao walifanya juzi. Kwanza moja, huwa kila siku tunaelimishana kwamba unapofika katika makazi ya watu, sawa? Unafika katika miji au makazi ya watu, spidi zako ni chini ya 50, sio zaidi ya 50. Ili kama kuna jambo baya, kama kuna dharura yoyote, unaweza ukanyaga breki na ukasimama ukanusuru watu wengine. Ila ukienda mwendo kasi utasababisha madhara kwako wewe na madhara kwa watu wengine. Sawa? Sasa mbaya zaidi unakuta kwamba dereva anafanya makosa ya wazi kabisa. Hasa issue ni mwendo kasi, si ndivyo? Hasa kwenye 50 wewe unaingia na 80. Unategemea nini sasa? Unaingia maeneo yenye hatarishi kama ambao tumechukulia mfano kama kwa Hinju pale, si ndivyo? Hiyo ni changamoto. Kwa ina maana ukiingia kwa mwendo hatarishi pale, kwamba lolote likitokea pale mbele, kwamba dereva boda ama dereva mwenzako amefanya makosa, amejichanganya, ameingia katikati ya barabara, ndio tunasikia kuna ajali imetokea, si ndivyo? Lakini mkiingia kwa tahadhari, mkafuata sheria za usalama barabarani, kwamba kwenye 50 tembea na chini ya 50, si ndivyo? Kwamba unaweza ukapunguza hata mwendo, si ndivyo? Lakini tofauti na hapo ni changamoto, kwa utasikia kwenye ajali imetokea kwa sababu ya kufanya ya mwendo kasi. Kwa mfano hizi hapa askari wetu wa usalama barabarani. Unaweka checkpoint hapa. Hapa pako. Kama hapa barabara zaidi ya 4. Ile inapandisha nyingine inaingia huko, nyingine inaingia huko. Unapokuja kuweka checkpoint pale, ukisemesha magari mawili. Unaweza kuweka magari mawili, ukisemesha magari mawili. Wewe kutoka huko. Ghafla yeye mkusimamisha, anaweza bisha kuja watu kutoka huko. Unapokuja kupita namna hii, yeye atapita gari. Ukiamua kumpita ukasema kule juu, ufanya kosa. Je, ni kweli hapa na wala kuweka checkpoint? Of course ni sahihi. Hiyo ni hatari. Yaani kama badilisha magari mengi hivi, hiyo ni hatari. Lazima kama dereva angalia kwamba utapaki wapi na hapo utakuwa salama zaidi. Lakini mimi nadhani kwamba tunaendelea kuelimishana, tunaendelea kupeana elimu, tunaendelea kupeana ufahamu kwa pale ambapo mtu labda amesimamisha magari ya kutosha kwa pale mengi na mwingine anasimamisha tena hapa kupaki, si sahihi kusimama. Simama kwa mbele kwa ajili ya usalama wa wengine. Sawa wazee wangu? Nzuri. Kuna majitu wao they don't care. Sawa? Huwa hawajali kabisa. Hawajali. Sehemu yote uko overtake kwao ni kawaida kabisa. Sawa?
yani watengenezaji wa barabara wameona mbali sana na wameangalia vya kutosha sana. Barabara na kwarati kabisa kwamba kuna vile vidoti pale, manake kama nakuruhusu unaweza kuovertake, lakini unaweza kuovertake, sio lazima kuovertake. Unaweza kuovertake kama uko salama na kama uko sawa, lakini ukiona mstari umekaa umenyoka kabisa, manake hauruhusu kuovertake, lakini jitu linalazimisha. Sawa, umeona vizuri? Kwa hivyo niwaombe sana, ukitaka kuwa salama muda wote, wanasema kunguru muoga uchunga ubawa wake, si ndio? Na ukiwa muoga zaidi maana utaishi miaka mingi zaidi. Kubwa barabarani ni kuwa na tahadhari. Kisha kuwa na tahadhari huwezi kupata changamoto. Sawa? Kama unaambiwa kwamba katika mlima si sahihi ku overtake, lakini jitu limekula kichungu kichwani mwake lina overtake, sio sawa. Kwa sababu unapo overtake katika mlima huwezi kujua ng'ambo ya pili ya mlima anatokea nani. Kwa hiyo unaomba tu wewe unaamsha. Ukishakutana naye mwenye site yake anakubamiza. Sawa? Lakini pia katika kona haturuhusu ku overtake. Ni kweli kabisa kwa sababu katika kona kuna hatari. Huwezi kujua pia ng'ambo ya pili ya kona anatokea nani. Kwa hiyo mimi ninachotaka kwamba ndugu zangu, ili tuwe salama lazima tuheshimu sheria za usalama barabarani. Lazima tuwe na nidhamu. Tuwe na discipline. Sawa? Nidhamu iko kila sehemu, si ndio? Hata kitandani pia kuna nidhamu ukiwa na mke wako. Au unasemaje? Bila nidhamu hata katika chakula tuna nidhamu pia nyumbani kwako. Si ndio? Hata barabarani pia tunatumia uwe na nidhamu. Usipokuwa na nidhamu utapoteza viungo vyako haraka. Bajaji na magari yanatumia namba ambazo sio rasmi, ikiwemo namba hizi za chassis number wanaweka. Sasa hivi kuna operation, na hiyo operation ya kitaifa, sio Mbinga peke yake. Na sisi pia kama Mbinga tumejipanga vizuri sana, tumejipanga vya kutosha kuhakikisha kwamba magari yote, bajaji zote, pikipiki zote ambazo zinavunja sheria kwa makusudi, kwa kuweka namba za chassis number badala ya namba plate number kwa makusudi, tutamchukulia hatua, tutamkamata na tutamhoji kwa nini, atuambie kwa nini ameyafanya hayo. Kwa nini ameamua kufunga hiyo namba? Kulikoni? Kwa agenda ipi ya siri atuambie. Sawa wazee? Kwa hiyo niwaombe wana Mbinga, sisi ni wasalamu sana Niwaombe kama umefunga hiyo changamoto, kama umefunga hizo plate number za kiunihuni, hizo plate number sio rasmi, nenda kazifungue. Funga yenyewe ambayo imesajiliwa. Sawa wazee? Sawa. Nikitaka wakumbushe hilo. Ili wanasema kwamba elimu kwanza, ukishindwa kuelewa katika elimu utaelewa kwa kushurutishwa. Tiwa sheria bila shuruti ni msingi sana. Sawa wazee? Umeelewana vizuri?